Bana leo kuna habari nzito kuelekea dabi ya Kariakoo, Yanga dhidi ya Simba itakayopigwa Mei 3. Yanga watamkosa kiungo wao muhimu zaidi, Mdathiri Yahya Abbas, kutokana na kufungiwa. Swali ni moja tu, hii itawaathiri kiasi gani ndani ya kikosi cha Yanga? Fuatana nami mtazamaji wa Sports Fact TV. Bana, hofu imekuwa kubwa mara baada ya mkeka wa bodi ya ligi kuu Tanzania bara. As we know kwamba bodi ya ligi kuu Tanzania bara kwenye kikao chake kilichoketi Aprili 18 ikipitia mwenendo wa matukio mbalimbali na kutoa adhabu kadha wa kadha. Sasa kunako klabu ya Dar es Salaam Young Africans, bodi ya ligi kuu Tanzania bara imeshusha lungu zito kwa mchezaji Mdathiri Yahya Abbas kufuatia kumchezea lafu ya maksud ama mpira usiokuwa wa kiungwana kwa mchezaji Ibrahim wa Pamba Jiji. Tukio hilo lilijitokeza kwenye mechi ya Yanga dhidi ya Pamba Jiji uliopigwa pale jijini Mwanza, ambapo Mdathiri Yahya alionekana kumpiga kipeps mchezaji Ibrahim kunako mchezo huo ambao Yanga waliweza kushinda goli 3-0. Sasa maamuzi ya kamati ya bodi ya ligi kuu Tanzania bara TPLB kufuatia kwa tukio hilo imeweza kumfungia Mdathiri Yahya basi kifungo cha mechi 3 pamoja na faini ya shilingi milioni 1, jambo ambalo limezua hofu kubwa, kwani anakwenda kukosa direct mchezo wa dabi ya Kariakoo ambao utakwenda kuchezwa Mei 3 ya mwaka huu 2026 pale kunako uwanja Benjamin Mkapa jijini Dar es Salaam, Simba akiwa mwenyeji kwenye mchezo huo. Hofu kubwa ya wananchi Dar es Salaam Young Africans ni nani atakuwa mrithi wa Mdathiri Yahya kwenye mchezo huo. As we know kwamba Mdathiri Yahya amekuwa ni miongoni mwa wachezaji ambao wana mchango mkubwa zaidi hasa kwenye ushindi wa Dar es Salaam Young Africans kwenye mechi za ligi kuu Tanzania bara. Utaungana na mimi, Mdathiri Yahya amekuwa ni miongoni mwa wachezaji ambaye amekuwa na hatari kubwa akiwa kwenye box ya mpinzani, lakini pia ana mchango mkubwa na msaada mkubwa kwenye kuilinda timu na kuzuia timu isiweze kushambuliwa kuanzia kwenye eneo la juu. Kukosekana kwa Mdathiri Yahya kuna kwenda kupunguza ubunifu na usanifu mzuri kwenye eneo la ushambuliaji, kwani ni miongoni mwa wachezaji ambao wamekuwa ni viungo washambuliaji wazuri kwenye kuilink up team, lakini pia kwenye build up play ya mwalimu Pedro Goncalves amekuwa akiperform performance bora zaidi. Hasa ni miongoni mwa wachezaji ambao kwenye eneo la kiungo wana magoli mengi zaidi msimu ndani ya klabu ya Yanga. Amefanikiwa kufunga magoli mengi zaidi. Kosa Mdathiri Yahya kwenye dabi ni pigo lenye uzito mkubwa kwa Young Africans, na madhara yake yanaweza kuonekana kwenye maeneo kadhaa muhimu kweli kweli. Kwanza, kupungua ubunifu kwenye eneo la kiungo, nikimaanisha creativity. Mdathiri Yahya ni mchezaji ambaye anaisaidia kuiunganisha safu ya kiungo na safu ya ushambuliaji. Bila yeye Yanga inaweza kukosa pasi za mwisho, nikimaanisha key passes na kasi ya ushambuliaji, lakini pia udhibiti wa mpira, yani ball control, unapungua. Dabi ya Kariakoo dhidi ya Simba huhitaji utulivu mkubwa katikati ya uwanja. Mdathiri Yahya ana uwezo wa kutuliza mchezo na kulinda mpira, kitu ambacho kinaweza kukosekana kama Yanga itamkosa. Lakini shinikizo linaongezeka kwa wachezaji wengine. Wachezaji wengine wa kiungo watalazimika kubeba jukumu kubwa zaidi, jambo linaloweza kusababisha makosa na uchovu wa mapema ama concentration kwa wachezaji hayo. As we know, eneo lile lina Mohamed Damaro Kamala, lakini pia kuna Duke Abuya, lakini pia Maxi pia Zengeli ambaye amekuwa akitumika, Lassene Kouma, lakini Azizi Andambwile ni miongoni mwa wachezaji ambao wamekuwa akitumika. Lakini pia faida kwa mpinzani kama Simba wanaweza kutumia udhaifu huo kushambulia zaidi katikati na kukontrol mchezo kwenye eneo lile la katikati, jambo ambalo linaongeza hofu kubwa zaidi kwa mashabiki wa Yanga, kwa sababu tunafahamu bora wa Simba pia kwenye eneo lile la kiungo kwa hivi sasa imekuwa na wachezaji ambao wana bato kubwa zaidi kwenye eneo lile. Kukosekana kwa Mdathiri Yahya si tu pengo la mchezaji mmoja, ni pengo la mfumo mzima kwa ndani ya klabu ya Yanga. Hata hivyo, dabi huwa na pressure na hamasa kubwa, hivyo bado Yanga wana nafasi ya kujipanga zaidi kuweza kutengeneza safu iliyo bora zaidi. Je, Yanga wanaweza kushinda bila Mdathiri Yahya? Hiyo inawezekana,
kutokana na dabi kuwa na pressure kubwa, lakini inakuwa ni advantage kwa Simba kwa sababu Yanga anakwenda kumkosa mtu muhimu zaidi kwenye mfumo wao, mchezaji ambaye amekuwa akihusika kwenye kila transition ya Yanga kwenye kutafuta shambulio, lakini pia amekuwa akihusika kwenye kuziba mianya ya mpinzani anapokuwa anatafuta nafasi ya kuweza kuscore. Kwa hiyo Yanga inakwenda kumkosa mtu muhimu zaidi, lakini swali kubwa ni nani atakwenda kuziba pengo la mchezaji huyo Mdathir Yahya kuelekea dabi ya Kariakoo. Kocha atalazimika kufanya mabadiliko makubwa na inawezekana akaongeza kiungo wa kukaba zaidi ili kulinda timu au akabadilisha mfumo kabisa wa uchezaji. Kwa wachezaji waliopo Yanga, mchezaji kama Shua Boy, lakini pia mchezaji kama Azizi Ndambwile, pamoja na wachezaji kama Maxi pia Zengeli, Duke Abuya, ndiye ambaye wanaonekana kuwa priority kubwa zaidi kwenda kuziba pengo la Mdathir Yahya. Wewe unaonaje mtazamaji? Yanga wataweza kushinda bila Mdathir Yahya au Simba wataitumia pengo la Mdathir Yahya kuweza kuishinda? Acha maoni yako hapa chini, usisahau kulike, kushare, kusubscribe kwa uchambuzi zaidi wa soka la Bongo.